Sisi kama Coastal Union kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba tumejiandaa vizuri sana. Tunajua mtaani maneno mengi yanasemwa, Coast hivi, Coast vile, Simba hivi. Kesho ni siku ya kuprove kwamba Coastal Union inataka maintain consistency yake ya kuwa na mchezo mzuri kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu tumejiandaa vizuri katika viwanja vya mazoezi, kwa kwanza kwa kufanya study nzuri ya mpinzani wetu, the way ambavyo ana approach mechi zake, na sisi kuja na mpango ambao utaweza kujibu yale ambayo mwenzetu atatuletea. Lakini pia tunajiandaa pia na wao pia kuwapelekea changamoto ambazo na wao pia watawajibika kuzijibu, kwa sababu ni rahisi kusema kwamba kwa kuwa tunacheza na Simba labda Coastal itapaki basi. Nadhani bado ni mchezo, hatuwezi kusema hivyo tu. Tunachoahidi kwamba itakuwa ni mchezo mgumu, mchezo wa kiushindani sana, kwa sababu Simba wana malengo yao na Coastal pia wana malengo yao kuelekea mchezo wa kesho. Tusingependa kuwa daraja kwa timu nyingine kuchukua pointi akatangaze nafasi au possibility au probability ya kuwa bingwa. Coastal tumesema hilo hatupo tayari, tumejipanga kuwapa wakati mgumu na mchezo kuwa mgumu zaidi. Mwalimu, Simba ina safu nzuri ya ushambuliaji, umejipangaje kuwadhibiti? Ni kweli, haipingiki hilo kwamba Simba wana safu nzuri ya ushambuliaji na midfield pia, so rate yao ni nzuri ya ufungaji magoli, lakini pia hata Coast kwa sasa tumeona pia tuna defending nzuri, vijana ambao wako very energetic, wako tayari kuzuia hatari zote ambazo Simba watakuwa wanazileta. Unazungumziaje pressure ya kucheza na timu kubwa kama Simba kwenye mchezo wa kesho? Hakuna pressure. Timu kubwa Simba, Coastal pia ni timu kongwe, kwa hiyo tuna historia ambayo kidogo inataka kufanana, japokuwa wenzetu wamepiga hatua kubwa zaidi kwenye upande wa kushiriki mashindano makubwa. Lakini Coastal pressure wise, wachezaji mentally wako tayari kuelekea mchezo wa kesho. Kuendelea kuwa bora katika uwanja wa nyumbani ndio kiu kubwa ya wachezaji. Kwa sababu gani? Tunataka kila baada ya mchezo basi tuweze kucelebrate pamoja na mashabiki wetu. Kwa hiyo tunapambana, tumejiandaa kuleta mchezo mzuri wa ushindani ili tuwe na consistency ya kupata matokeo mazuri nyumbani. Tuna wachezaji wawili ambao tutawakosa. Tutamkosa Abdalla Viva, alipata majeruhi katika mechi yetu ya mwisho dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia tumekuwa na majeruhi ya muda mrefu ya James Msuva. So far the rest of the squad wako vizuri kabisa kuelekea mchezo unaofuata. Kila mchezo una ladha yake, kwa hiyo tunategemea, tumejiandaa kupambana na Simba anavyocheza, na sisi pia tumeandaa Simba pia wacheze the way sisi tunavyocheza. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa wa kimbinu zaidi. Kwa namba ndio motivation kubwa kwa kuelekea mchezo wa kesho. Tunaangalia namba tulizonazo pale katika msimamo, tuna point 25, so tunapambana tupate namba iongezeke kesho, angalau tuweze kuwa na uhakika kwamba sasa hatuendi kucheza playoff. Na hiyo motivation kubwa sana kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Mwalimu, mashabiki wanawaambia nini kwa mchezo? Napenda utamaduni ambao umekuwa nao mashabiki wa Coastal Union, wanakuja kwa wingi uwanjani, wanaanikiza vijana wao wacheze kwa nguvu. Tunaomba kesho wamiminike, wawe wengi, kwa sababu tunajua mara nyingi timu hizi Simba, Yanga wanapokwenda sehemu nyingine wao wanakuwa na meza uwanja. Kesho hiyo tofauti, tunategemea sana wingi wao kuweza kuleta changamoto upande wa ushangiliaji nje ya uwanja. Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa salama mpaka sasa. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji wote tuko salama, kwa maana kila mmoja wetu yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho dhidi ya Simba. Kwa wote tuko sawa. Walimu wameweza kutuandaa, naamini mechi ya kesho itakuwa nzuri kwetu. Mechi ya kesho itakuwa mechi ngumu, kwa maana Simba nao wanakuwa wanataka matokeo, hivyo Coastal Union pia wanataka matokeo. Sisi kama wachezaji tumejiandaa, kwa sababu mechi zote hizo mbele yetu ni za muhimu kupata matokeo kutokana na nafasi tuliyokuwa nayo. Hivyo tunaamini katika mechi ya kesho tutaenda kupambana kwa ajili ya kupata pointi 3, kuendelea kufanya mashabiki wa Coastal Union wakaendelea kufurahi na kuendelea kuwa na imani na sisi kwenye mechi zote ambazo ziko mbele yetu. Good morning.
Yes, thank you. Preparations are going well. Um, we played on Sunday, so Monday was a good day for us to just do some good recovery, just reassess where we're at. We had a good training session yesterday before we traveled, and we'll have a good preparation later this evening at the stadium. So, mood is good in the camp. There's a lot of positivity, a lot of energy. It's just about ensuring that each and every game, firstly, we respect our opponent, and secondly, we continue to develop as a team and continue to improve each and every day at training and each and every match to be better than the previous match. We just got to concentrate on our own performances. Tomorrow's about, again, putting in a good performance, which gives us the best opportunity to get maximum points. Playing against a difficult opponent, it's never easy playing Coastal Union, especially at their home ground. So besides preparation, from a tactical point of view, from a mental point of view, we have to make sure that we have the right mentality, the right commitment tomorrow to ensure that we put ourselves in a position to win. It's never easy. Every team has their own targets and their own ambitions and their own sort of where they're at in this time of the season. And obviously, when you do play teams that are maybe a little bit at the lower end of the league, it's a battle for survival for them. So for me, it never makes it easy. I just believe that in these situations, it doesn't matter who we play, we have to ensure that we respect our opposition. But more importantly, it's about us and about what we can do as a team, and making sure that we play to our strengths, making sure that tactically we have the right game plan, and that the players go out on the field and execute the game plan accordingly. I think it boils down to, the right word is consistency, but to get consistency, it means, applying and having a principle that you want to play, the way you want to play as a team, and having an identity as a team. So I think over the last, while and couple of months, we've built a strong identity the way we want to play. Each and every player knows their role and what they need to be doing in the team. And then I think it's just continued good preparation on the training ground, making sure that we never become complacent and we keep wanting to improve, we keep wanting to grow as a team, both collectively and individually. Every player wants to contribute to the cause of the team. So consistency is the currency for success. We are in a good run of form currently, but it's always important that you understand that it doesn't just happen. You have to work for it, and the commitment and the credit must go to the players for the way they're training, the way they're applying themselves, their commitment on the field. So when you have a team that are committed for each other and fight for each other and fight for the badge of Simba Sports Club, and you add the quality ingredients of the players that we have, that allows us to continue to be successful. But we are very cognizant of the fact that it's application each and every day, each and every match. I believe any team that wants to be successful, you don't win trophies, you don't win league titles with 11 players, you win it with a squad. And every player is important to the team. Everybody understands that they have a role to play, whether they're starting or whether they're coming on to enhance the game or help change the game. So we train really well in terms of making sure that every single player is prepared and ready, both mentally, physically, and tactically, to play an important role. Just looking next to me, Duchu has had a good run of consistent performances, rewarded with a man of the match performance. And it's important that when we play as many games as we are playing, basically every 3 to 4 days, that every single member in the squad is important and will play a key role in hopefully achieving what we've set ourselves out to achieve. Yes, the Simba fans have been incredible. Since I've arrived at the club, they are the most passionate supporters that I've seen, and our responsibility as a team is to play for them, to put 100% effort to show them that we want to bring success to the club, we want to bring joy to them, and we just want them to understand and know that they are important to us and that they provide the energy and enthusiasm and maybe that 12th man effect
whenever we play. So we're looking forward to rewarding our supporters tomorrow with a big performance, and we just ask them to come out in their numbers, to get behind the team, support the team, and together, one power, one strength, us players, management and staff, as well as fans, can take the club forward. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri baada ya mchezo wetu wa mwisho kuweza kumalizika. Tukaanza mapema maandalizi ya kujiandaa na mchezo huu. Wachezaji kama 100% wote wako tayari kwa mchezo huu, na leo tunatarajia kufanya maandalizi ya mwisho. Kila mtu yuko sawa na kila mchezaji ana morali wa kupata nafasi wa kuweza kucheza katika mchezo wetu wa kesho. Kama klabu pia ina malengo yake na sisi kama wachezaji tuna malengo yake. Lakini kikubwa ni kufuata maelekezo ya mwalimu, ya coach anavyosema kwamba sisi tunatakiwa tushinde michezo yetu yote. Kwa hiyo sisi hatumwangalii mtu fulani, au sisi tunatakiwa kushinda michezo yetu ambayo tuko nayo mbele. Kwa hiyo ikiisha mechi hii tunaangalia mechi ijayo. Kwa hiyo sisi kikubwa wachezaji, mentality yetu ni kushinda kila mchezo ambao upo mbele yetu. Tunajua washabiki wa Simba wanataka nini na wamekuwa wakitusupport kwa kila mchezo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji malengo yetu ni kuweza kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na malengo yetu zaidi ni kuweza kuwafurahisha katika msimu huu. Kwa hiyo tunawashukuru kwa support yao ambao wanatupa, lakini na sisi pia tunajitahidi kuwapa furaha ambao wanahitaji.